Asante. Karibu. Asante. Sasa hivi Salama. Karibu shogangu. asante. Karibu ndani. Asante, hata sikai shogangu. Lina rafiki yangu. Be. Nimekuja ndugu yangu mwenzio na shida. Mume wangu leo ameenda kutafuta, hajarudi na kitu chochote. Hivyo unavyoniona hapa tangia asubuhi sijala kitu chochote, sijaingiza mkono. Pole sana rafiki yangu. Naomba nisaidie rafiki yangu, kama utakuwa hata na unga nusu. Kuhusu mboga hiyo mimi nitajua mimi. Nitaenda kuchuma hata tembele kule, nitaangalia kisamvu, nikipata nitapika nitakula. Naomba nisaidie. Pole sana rafiki yangu. Hii ndio mitihani ya dunia. Kikubwa tuzidi kumuombea shemeji. Mungu atamjalia. Hebu nikuchukulie unga nikupatie. Sawa rafiki yangu. Nimeangalia mfuko nimekosa. Kwa hiyo utaniletea tu bakuli. Sawa, haina shida rafiki yangu. Ninashukuru sana shoga yangu kwa hicho ulichonipa. Tena Mungu akubariki, uendelee kuwa na moyo huo huo. Tuendelee kusaidiana. Mimi naona niende nikapike, maana si unajua nimekwambia tangia asubuhi hatujala. Basi sawa. Ukiwa una shida usisite kuja. Kilichopo tutasaidiana. Nashukuru sana. Baya, asante na wewe. Haya. Blaza, kiukweli mimi ni rafiki yako na nimekuita hapa. Kuna mambo ambayo yanaendelea mtaani, yaani siyaelewi, halafu hayaniridhishi kabisa kwenye moyo wangu. Hivi blaza, ni unachagua kazi au kazi upati kabisa? Samani, lakini kama nitakuwa naingilia maisha yako, kiukweli wewe ni rafiki yangu, na pale mimi napokuwa sina raha na tumaini na wewe unakuwa hauna raha. Yaani pale wewe unapokuwa hauna raha na mimi nakosa raha hivyo hivyo. Na unapokuwa hauna usalama wewe na mimi nakosa usalama kabisa. Na ndio maana naamua nikwambie ukweli ndugu yangu. Na sidhani kama nitakuwa nakushauri hali yako wewe mwenyewe hujaniambia kiini cha tatizo lako ni kipi. Rafiki yangu Kobelo, najua kichwani mwako una maswali mengi sana na unapenda kujua kinachonisibu mimi rafiki yako. Okay, fine. Napitia wakati mgumu, tena mgumu sana. Pia ndugu yangu unasema kwamba naacha kazi. Hapana. Hapana kabisa ndugu yangu. Ila unakuta napata kazi, tena kazi inaweza ikanilipa na nikatengeneza mazingira mazuri. Unakuta ile kazi inayofanya ndugu yangu Kobelo sidumu nayo kabisa. Unakuta siku 2-3 kazi sina. Sasa bosi ananitimua kazi. Kwa najaribu kutafakuri shida ni nini. Yaani mwenyewe nashindwa kuelewa. Sawa bali.
Mimi nimekuelewa. Kama ulikuwa unapata kazi alafu siku 2-3 bosi anakufukuza bila sababu ya aina yoyote, kiukweli hiyo haikuwa riziki yako. Kikubwa usikate tamaa kupambana kutafuta kazi. Mungu yupo na tuzidi kumwomba sana Mungu, atatusimamia katika jambo hili. Na mimi nitahakikisha nazama msituni kukutafutia kazi kokote pale. Yanko Belo, mimi nashukuru sana. Tena nashukuru sana. Huo ndo ndugu na ndo urafiki wenyewe. Mimi niseme asante. Na ukifanikisha basi hata kunitafutia, basi nashukuru zaidi. Sawa. Sawa, ila kikubwa ni kuomba uzima tu na afya njema ili tuweze kuona yajayo yanakuwa. Kweli rafiki yangu. Unanijali sana. Haina shida, tuko pamoja. Au si kweli? Basi haina noma, mimi ngoja nikuache ndugu yangu. Sawa. Bwana niwahi kidogo nyuma. Haina shida. Msalimie sana shemeji. Basi poa bwana. Haina noma ndugu yangu. Poa. Sawa sawa. Shoga yangu. Niambie udugu wangu. Jana siku nikakutana na Zena. Kanisimamisha. Shoga yangu simama, nikasimama. Mwanzo kwa mimi na shida, mwanangu anaumwa, sijui na nini, naomba nisaidie hata hela kidogo kama unayo mimi nitakurudishia. Zena tena kila siku yeye. Yaani leo nimeamka hili, kesho hili. Leo hili, kesho. Jamani, shida nini? Nani aliyomwambia wahi kwenye ndoa? Mama wa matatizo, kila siku yeye kuomba misaada. Kwani jamani? Yaani hizo ndoa uwe nazo makini. Zena kafubaa, kachoka, kachakaa shoga yangu. Yeye naye kazidi. Mtoto wa 2000 akawahi ndoa ya kazi gani? Majukumu yote ya nini? Kuja wewe bwanake mwenyewe sasa tumemwona. Bora ndoa zimeingiliwa hapa mjini. Shoga yangu bwana anuka moshi wa shamba. Ananuka moshi ule bwana. Ukishana naye kutoka nje. Zena mwenyewe kichwani kule sasa anataka kujifunza milele kama anaanza msiba pia. Na wewe mbona sisi tunaongea hapa wewe umekaa kimya? Hata uchangii mada au unataka urudishe kwa huyu udugu wako? Na shanga. Mimi ni kweli nimesikia mnavyoongea. Lakini mimi sio mbea. Lakini nini hasa? Kwani si hapa wambea? Umesikia huko? Kwa hiyo sisi hapa wambea tunavyoongea hivi, kwa hiyo inamaanisha kwamba hutorudisha sijui ni na nini sisi wambea? Mimi sijasema nyinyi wambea. Naweza mkafikiria mimi labda nimekuja kuchukua maneno yenu niende nikampelekea. Hapana, mimi sina tabia hiyo. Mimi kilichonileta hapa mwenzenu nisuke niende zangu basi. Sina tabia hiyo. Kwa hiyo shoga yangu inamaanisha si wambea tunaongea hapa, kwani tunaongea uongo? Mwisho wa siku nakuta marudi kwa mwenyewe.